In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him nothing was made that was made. Bwana asifiwe. Tuwapigie makofi mazuri. Asante sana kwa wanenaji wote ambao wamenena siku ya leo. Na zaidi kama haujajiunga, jiunge na wao. Na aya ti aria mafuataga mundu nyumba. Kwandikithia kiria giothe wina kio nigetha ungikaremererwo ni runi magoka gugukua. Mwathani agocwo. Au matinearia hawafuatangi eti kwa manyumba. Ati wanakuandikia ni ka TV ka inchi gani uko nayo kana ni riko ririko winario. Mwathani agocwo. They are very lenient. Kwa hivyo tafadhali kama haujajiunga, jiunge ufaidike na wao. Asante sana, twashukuru kwa hao yote. Na wakati huu tutaenda kusikia tukisomewa masomo yetu. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Somo letu tutalipata katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 7. 2 Kings chapter 2 verses 2 Kings chapter 4 1 to 7. Na kama mmepata tutasoma pamoja. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha. Akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana. Naye na aliyemwia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie. Una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichache. 4 Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo, na yeye akavimimina. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akawaambia wanawe, niletee tena chombo. Akamwambia, hakuna na tena chombo. Mafuta yakakoma. 7 na ya mwisho. Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema, enenda ukayauze mafuta haya, uilipe deni yako, nayo yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Hilo ndilo neno la Mungu. Niliyewasomea Veronica Wanjiro. Kristo nami ni marafiki. Asante kwa kusomewa vizuri. Nitaomba tuweze kusimama tuibe wibo ujarahore nigetha tuigue kiugo. Entere Yesu koigwa moga moga.
Tuombe. Tunakushukuru Mungu wetu, asanti kwa kutupa siku ya leo na ndiposa tukaweze kusikia mahusia yako. Ninaposimama Mungu ishie milele, naomba ukanitumie kama chombo cha maana na ndiposa nikaweze kufikisha ujumbe wako sawasawa na mapenzi yako. Wanapokaa Mungu ishie milele, wanene kwa sababu wawajua. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Tunaweza kaa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. You can do better than that. Praise the Lord. Yes, at least that one is better. Tumesomewa masomo yetu from the book of 2 Kings 4:1-7. Naitwa Tabitha Guru, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kufikia wakati huu na mshukuru. Najua ya kwamba imegharimu mkono wake kuwa nimeokoka. He has sustained my salvation. Kufikia wakati huu najua ni kwa neema. Kuna wale tuliamka pamoja asubuhi ya leo hawako tena. Kuna wale tulilala pamoja nao right now wako mochari. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu najua si kwa wema wangu bali tu ni rehema za Mungu. Tumesomewa na ni somo ambalo tumelisikia mara mingi, lakini nashukuru Bwana ni kwa maana siku ya leo kuna ule ufunuo ambao ako nao na ule ujumbe ambaye angepata tupate siku ya leo. Na kichwa cha ujumbe wa leo ni God understands nothingness and emptiness. God understands nothingness and emptiness. Wakati ambapo umepungukiwa, Mungu huwa anaelewa. Na tunaona ya kwamba katika lile somo ambalo tumesomewa, si lazima ukuwe umetenda dhambi ama umefanya maovu na diposa upitie katika upungufu. Biblia inasema ya kwamba huyu mwanamke alikuwa mke wa mmoja wa manabii, na kuwa mmoja kuwa mke wa manabii haikumzuia kupitia katika ile hali alipitia. Kumbuka bwanake alikuwa mcha Mungu, yet alijipata kwa madeni. Hakukopa kwa sababu alikuwa nazo, ni kwa sababu alikuwa na upungufu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Even being a servant of God, servants of God go through nothingness and emptiness. Hata wale ambao wanamcha Mungu huwa wanapitia katika hali ya upungufu. It doesn't matter umeokoka kiasi gani. Wakati mmoja na mwingine unajipata hapo. Unajua kuna wakati mwingine unaweza pitia katika hali watu wakikuangalia wanashindwa. For sure, is this really a servant of God? Yes, you are. Tuko katika hii dunia. Na Biblia inasema, toinerwo rwimbo ha ni kwa yatwerwo thino ni amenya maro na kieha. Hallelujah. Wakati tuko katika hii dunia, haijalishi wewe ni nani, haijalishi your position wherever you are, whether in the church, in your place of work, it doesn't matter. You can still go through nothingness and emptiness. Hallelujah. Ukiwa umeokoka vile umeokoka, unaweza pitia katika upungufu. But it is just a matter of time. Mungu ajidhihirishe. Huyu alikuwa manabii, alikuwa na deni, amekufa akiwa na deni, ameachia mke wake shida. Na Biblia inasema ya kwamba ikafika wakati yule ambaye alikuwa na deni zake amekuja, anajua ya kwamba amekufa. Kumbuka anajua. Na amekuja. Yule sasa angemlipa amekufa. Amemkujia huyu mke na watoto wake. Alikuwa na only 2 sons. Na alikuwa nataka kubemba hawa watoto akawafanye watumwa. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu huyu mwanamke wakati ilifika hapo
hakukaa tu hivyo aishe, hakuangalia mahali pengine, lakini alienda kwa mtumishi wa Mungu. Haleluya. Wakati ambapo tumepata shida, sisi watumishi wa Mungu ndamwira no nginya tungigerera thina twi thina na goko tigwito na Ngai ndangireka tuiganire, tondu twaiganira goko ni tukuriganirwo gwe kuria turorete. Kwa hivyo wakati mwingine unajipata katika shida, na ukijipata katika shida, where do you go? Run to God and pour your problems. Wakati umejipata katika hiyo hali, hata wewe huelewi, unaona ni kama bigu imefugika, ni kama maombi yako hakuna mahali inaenda. Ando magoshothereria uguo nae ni urona ni marona fio ni othirire. Where do you go? Run to God and pour your problems. When you go to God, He will be concerned with your problem, just like Elisha did to the widow. Wakati ambapo umepitia katika upungufu, umepitia katika hiyo shida, hakuna mtu anakuelewa. Hakuna mtu anaweza elewa chenye unapitia. Ule uchungu uko katika moyo wako, hakuna anaweza elewa. Just run to God. Yeye huwa anaelewa, na hata anaelewa hiyo hali ambayo unapitia. Usiende kwa watu, hawatakusaidia. Hata ukienda kwa watu watakusaidia siku moja mbili wachoke, tondu ni ando na matingihota kuiganiria kiria we urenda. Ukienda mahali pengine, hakuna mahali utapata msaada wa kudumu ila tu kwa Mungu. Wakati unapopitia katika upungufu, just run to God and He will be concerned with your problem. Tumesoma kitu kingine katika hilo somo, that you need to have something that God can expand. Hallelujah. Katika maisha yako lazima ukuwe na kitu ambacho Mungu anaweza tumia. Na tumeona hata hapo beleni, Mungu ametumia vitu ambavyo hata sisi hudogeshi yake doke unoatomere. Kumbuka wakati alipokuwa akituma Musa kwa wana wa Israeli, akawakomboe kutoka utumwani. Na wakati ukafika, Musa hakuwa na that confidence anaweza ingia na asikike kwa hao watu. Akamuuliza, hawa watu wasiponisikia nitasema aje? Na yeye Mungu akamuuliza, what do you have? Hallelujah. What do you have? Naye Musa akamwambia, niko na kijiti tu nimeshika. The staff he used wakati alikuwa analisha ako huko marishoni. Na Biblia inasema Mungu akamwambia, throw it on the ground. Na wakati aliitupa chini, ikageuka kuwa nyoka. Na kutoka wakati huo, Musa akawa na confidence, akajua yule anayemtuma ni nani. Akatenda muujiza kupitia kijiti. Hakumwambia rudi nyumbani uniletee kitu kikubwa. Kijiti ambacho alikuwa ameshika ndio Mungu alitumia kutenda muujiza, na ndio Musa akuwe na imani kubwa na huyu Mungu anayemtuma. Ajue yule anayemtuma ni yule ako na nguvu zaidi, hakuna kitu hawezi fanya. Lazima ukuwe na kitu. Kabiashara kaugaku kanini uradharao, God can magnify it. Kautu kanini ndugakeherere kiworaira unaona tagitangi gutaithia, it can help you. Kumbuka huyu mama wakati alipomwendea Elisha, alimuuliza uko na nini? Akamwambia sina chochote ila tu mafuta kidogo. Na hiyo chupa ya mafuta ndio Elisha alitumia kutenda muujiza, na mtumio huyo agetola akawa hana shida tena. Akaongezea mafuta. The little oil she had was multiplied. Akaenda akauza,
akalipa madeni na zile zingine zikamsaidia pamoja na watoto wake. Kile ambacho uko nacho, don't despise it. Don't despise a humble beginning. Hiyo kazi ambayo umepata, unapata tu kitu kidogo. Stop complaining and murmuring. Shikilia ukimwomba Mungu, and in due time atakuja akuinue, atakuja aongezee na uweze kuendelea mbele. Hizo melon ambazo unasugusha fala ine okereitha hado nigetha malie, jitie nguvu. Hapo ndipo Mungu atakuinua, akufanya supplier. Ako kaduka ambacho ni kadogo, usijidharau. Don't despise a humble beginning. God will use it to bless you, to uplift you higher. Ni mafuta tu kidogo ambayo Elisha alitumia na ikawa baraka kubwa kwa hiyo familia. Kumbuka wakati Yesu alikuwa anafunza na ikawa amefuatwa na umati wa watu, na jioni kafika, hawa watu hawakuwa wamekula kitu, na juu wanadamu ni wanadamu. Mitume wake wakamwambia, sasa we have to send these people away. Naye Yesu akawaambia, hatuwezi wafukuza tu hivyo, hatuwezi watuma tu hivyo, wataanguka kwa njia juu ya njaa. Nao mitume wakamuuliza, tutafanya nini? Hatuna kitu, hatuna mahali tunaweza nunua chakula ambacho inaweza watosha. Na Yesu akawauliza, what do you have? Ukisoma in Matthew 14:18-21, what do you have? Nao wakajibu wakasema, we only have 5 loaves and 2 fish. And Jesus multiplied the 5 loaves and 2 fish. Ikawa chakula ya kutosha hao watu wote. In fact, the Bible is so specific. Inasema ya kwamba there were 5,000 men, not counting children and women. Sasa saa hii tukihesabu wale watu wako hapa, ya kina nani wengi? Saa hii hatuna watoto. Wale tukiangalia wanaume na wanawake, ni ya kina nani wengi? You can imagine, wamama hawakuhesabiwa, hawakuwa wamehesabiwa. Alihesabu tu wanaume. There were 5,000. So hatujui how many women were there, hatujui hata kama kulikuwa na watoto. Lakini Jesus multiplied whatever little hawa watu walikuwa nacho, na ikawa chakula ambacho ilishibisha hao watu, na kukawa na hata leftovers. Wakabakisha, walikula hawakumaliza, wakabakisha. So chochote kile ambacho uko nacho kidogo, usikidharau. Mungu anaweza akakitumia kukuinua. Haleluya. Kawira kau kanini ogwo, Mungu anaweza kuitumia akuinue to another level. So don't despise a humble beginning. Kitu kingine tunasoma kutoka kwa hii somo, use the opportunity that God is giving you before it runs out. The opportunity that God has given you, wherever you are, mahali ambapo uko, ile chance umepewa, chochote ambacho unafanya, kitumie vizuri. Kama wewe uko college, wazazi wanakulipia, young people, muko colleges and universities, use that chance well. Wakati utafika kuwa kwa shule tena, na kama utakuwa umejiwaste, hautarudi hapo tena. So use the opportunity you have. Wewe umechaguliwa mahali umechaguliwa. Logamia gikundi kiwega. Ule ujuzi Mungu amekupatia, the wisdom, use it to the maximum. Kuinua hapo ambapo Mungu amekupatia. Mahali umewekwa,
Fanya hiyo kazi kama hautafanya tena. Mahali umeajiliwa, fanya kama hiyo kazi ni yako. Unajua kuna watu huwa wanapewa a privilege na Mungu. Umeajiliwa, umepewa kazi mzuri, lakini unaifanya tu na madharau kwa sababu unaona maybe mahali huko hakuna mtu juu yako, hakuna mtu anaweza akakuuliza. So unafanya tu vile unataka. Let me tell you, a day will come na hiyo chance itaenda. And I can tell you for sure, a good opportunity never returns. An opportunity comes once. So ile ambayo uko nayo Mungu amekupatia, itumie vizuri kabla iishe. Ikiisha ukuwe umesaidika. Kumbuka huyu mama aliambiwa ya kwamba wakati alimwambia ni mafuta tu kidogo niko nayo, Elisha akamwambia enda uombe vyombo, na usiombe vichache, omba vyombo mingi. Na vile tu aliomba, zile zote ambazo alikuja nazo, hakuna yenye haikuja. Alikuwa anaweka anaodoa, anaweka anaodoa, anaweka anaodoa, until ikafika mahali akasema nipatie ingine, na kijana wake akamwambia hakuna ingine, zimeisha. Wakati hizo vyombo ziliisha, mafuta ikakatika. Haleluya. Hakupata mafuta tena. Kwa hivyo ile opportunity ambayo Mungu amekupatia, itumie vizuri. Ikiisha ukuwe umesaidika. Hapo ambapo umesimamia, do it well. Ufanye kazi mzuri upate baraka za Mungu. Mahali ambapo unafanya kazi, maybe ulipelekwa hapo kwa sababu wewe umeokoka. Uhubirie wale ambao mko nao huko wamjue Mungu. Lakini unajipata wakati mko tu sawa, yale wanafanya unafanya tu, ni workmates. Yet Mungu amekupeleka hapo ndio aweze kujulikana. Hallelujah. So use the opportunity ambayo umepewa well before it runs out. Na tunakuja huku tunasema gotire gondo gwako hujia ndio naga chance. Yet kuna mahali ambapo Mungu amekupatia na ufanye hiyo kazi. Ile opportunity umepewa, itumie kabla iishe. Chochote ambacho unapata, kitumie vizuri. Now before this pandemic, kuna watu walikuwa wamesimama vizuri sana business wise, in their jobs, mahali wameajiliwa. And right now things have turned around. Ulikuwa unapata pesa mingi, unajipata hauna. In fact, some are dying of depression. Maybe alikuwa naona pesa bado inaingia, hata nikitumia vibaya leo, kesho nitapata ingine, na unapata. Unknown to you, kuna kitu inaweza kuja tu ghafla, kwa sababu vile hii nchi ilifugwa, hakuna mtu alikuwa na expect hayo mambo itafanyika. Na ikawa ni hivyo, andũ makianjia guthina na angĩ magĩtonga. So mahali uko, simama vizuri, utumie huo mwanya ambao umepewa na Mungu vizuri, kwa sababu haujui kesho. Kuna watu ambao walifilisika, hawatawainuka tena. Kuna watu waliinuka na wataendelea. So the opportunity you have, itumie vizuri before it runs out. The other thing, have faith. Kumbuka wakati huyu mama alipoenda kwa Elisha na akaambiwa weka mafuta, anza kuweka mafuta. Ukiomba hivyo vyombo, ingia kwa nyumba, jifugie na watoto wako, uanze kuweka. Hakuwa anajua ni nini ingine itatendeka, lakini she had faith because this is a man of God. Lazima nitasaidika. Huyu ni mtumishi wa Mungu na najua ya kwamba I have faith, nitasaidika. Na akafanya vile aliambiwa, hata bila kujua itakuwa aje, hata bila kujua kama ataadua kunywa mafuta, ataadua amwage, lakini yeye alitii, akiwa na imani ya kwamba mambo yatakuwa mazuri. Have faith.
kile ambacho unafanya na umemuomba Mungu, have faith ya kwamba atatenda. You have been believing God for so much. Have faith atatenda. Anaweza kosa kutenda kwa ule wakati ambao unagojea, because he's God. Yeye ndiye anajua. Yes, unahitaji, lakini he knows the right time to give you what you need. Hallelujah. So continue blessing on, ukiomba, have faith ya kwamba Mungu atakutendea. Huyo mume wako umekuwa ukiombea, miaka nenda miaka rudi, don't give up. Continue blessing on, continue praying with faith, na Mungu atamuokoa. Hata kufa kama hajaokoka. Hao watoto umekuwa ukiwaombea, wamekulemea mpaka majirani wameanza kukucheka. Maloria, sasa huyu vile anaombaga, vile anasema namtumikia Mungu, kwa nini watoto wako hivyo? Hawawezi elewa, na ule uchungu uko nao hakuna mtu anaweza elewa. Continue praying with faith ya kwamba watoto wako hawatapotea, na una prophesy, watoto wangu ni wazuri, they are servants of God, na atakuja kuwageuza kwa wakati wake. So have faith ukiomba. Dukabia udhagania, naomba ni kama hasikii. Mungu huwa anasikia. Kuna wimbo tunaomba tunasema ya kwamba kwa gai gotire dustbin ya mahoya, na hata wa leo hakuna dustbin ya maombi. So continue praying. Ametuambia that we pray without ceasing. Kwa nini wewe unakoma? Olorwa ne hinyaneke. Continue praying with faith, na mambo itatendeka. And let me tell you, God will not bless you beyond your faith. So it is the high time uombe Mungu ainue imani yako. Kumbuka the jars huyu mama alileta, ndizo zilipata mafuta. Hakuna ingine ilibaki ati akiendea zingine atapata. Zile ambazo alileta ndizo zilipata mafuta. So inua imani yako. Unapoomba, amini ya kwamba Mungu anasikia na atakutendea. And for sure he will do it, kwa sababu ni Mungu mzuri. The other thing, it is only God who can truly fill us to the capacity. It's only God who can fill us to the capacity. Hayo mambo ambayo unapitia, ule upungufu ambao uko nao, hakuna mtu mwingine ataujaza isipokuwa Mungu mwenyewe. Utajaribu watu watakusaidia leo, kesho wachoke. Utaenda kwa wazazi huwa wanatupenda sana, saa zingine wanakosa. Ona rege magathie magatueherera. If they die, where will you go? Watu wanaweza wakakusaidia, lakini they are limited. But go to God, mwenye ambaye hapungukiwi na chochote. Hicho ambacho kiundu kiu kiraguthumbura, hicho ambacho unafikiria na unajiuliza nitafanya nini, ni Mungu tu anaweza akakutatulia. Hiyo biashara unaona kama ni kuisha inaisha, ni Mungu tu anaweza akainua. Uko katika uongozi, unashindwa nitafanya nini, unajaribu kumfanya chochote, unaona ni kama watu hawakuelewi. Yes, you are doing the right thing, lakini unaona kana kwamba watu hawakuelewi, hawawezi wakakuelewa, kwa sababu kile ambacho Mungu ameweka ndani yako hawakioni. And it's only God who can help you. Continue calling on God, blessing on, ukiwa na imani, na Mungu mwenyewe ndiye atakutendea. Hilo jambo ambalo limekuwa mlima kwako, ni Mungu tu anaweza akakuondolea. Yeye ndiye tu ako na baraka zako. Usiyubayube upade ama mwingine. Focus on God alone.
Unaweza niambia mimi ni mwanadamu, badala ya kukusaidia unapata nimesambaza kwa kila mtu. Na hado hagoro yaku irogame ekainama. So let us trust in God, knowing that when we go through nothingness and emptiness, he understands. Kwa sababu anaelewa yeye mwenyewe ndiye anaweza tujaza. Yeye mwenyewe, hakuna mwingine. The other thing, the blessings of God are permanent. Wakati Mungu amekukumbuka katika hiyo shida, umekuwa na ugonjwa for long, umeobewa, umeenda mpaka wapi, ukasikia kuna daktari wa miti sijui wapi, kuna mwingine Tanzania, kuna mwingine sijui wapi, umetembea huko kote, hujaipata usaidizi. Lakini Mungu akinena tu neno, aseme ya kwamba huo ugonjwa nimeuondoa, umeondoka na ukaondoka kabisa. The blessings of the Lord are permanent. Akikubariki, the Bible says that his blessings he adds no sorrow. Na ni zile baraka ambazo utakuwa ukifurahia. Kumbuka ya kwamba hatujasikia ya kwamba huyu mama alikuwa na upungufu tena. Aliambiwa aende akauze hayo mafuta, alipe madeni, na zile zingine atabakisha zimsaidie pamoja na watoto wake. Hatujasikia mahali kwingine huyo alikuwa na deni na yeye alirudi tena, ama matatizo mengine. Todo gaida hukuhe only what you are playing, lakini atakupatia hata zaidi. Hiyo shida ambayo unaona atakushidia, na mengine hata huko umeomba atakuzidishia, na ikuwe ni ya kudumu. Sio ile tu umeomba. Alikuwa tu ameomba alipiwe deni, lakini Mungu akamlipia deni na akampatia zingine za kuendelea. So trust this God, mwenye anaweza kutendea hata yale haukuwa umeomba. Anakutendea kile ambacho hukuwa umemuomba, anakuzidishia, kwa kuwa ni Mungu mwema. Kwa hivyo usijidharau, hata kama unapitia katika hali gani, hata kama watu hawakuelewi, yani shida zimekusonga mpaka unashindwa sasa nitaongea na nani. Usijidharau. The Lord is there and he understands you. Run to him. He is the only one who can fill you to the capacity. Ni yeye tu anaweza tatua hiyo shida na iishe kabisa vile haitarudi. Ni yeye tu anaweza akakuponya kabisa. Anaweza kukuponya kwa roho yako. Kama kuna shida tuko nayo, tuko na magonjwa mengi ya moyo, juu ya mafikra. Sasa zingine unashindwa nitafanya nini? Nimepitia hapa hakuna usaidizi napata. Nimepitia hapa hakuna usaidizi napata. Na hakuna mahali pengine utapata usaidizi wa kudumu. I can assure you. Ni kwa Mungu tu. Yeye ndiye tu atamaliza shida zako. So wacha tusiegemee. Don't go to the right, to the left. Focus on God alone. It doesn't matter how long it takes for your problems to be solved. But the truth is, at his own time, he will make things beautiful in your sight. Hallelujah. Wakati wake, usichoke, be patient with God. It doesn't matter ni threats gani umepewa. Continue praying, hiding under his wings. And for sure, yeye mwenyewe ndiye ako na neno lako la mwisho, na ndiye atakusaidia. And he will bless you beyond measure. Makilia moria ogegereria, he will do that because he understands. Understand. Hata kama sisi hatukuelewi. Sisi tumekujua maybe kama mtu ambaye ako na mali, tumekujua kama mtu, yani tunaona tu wewe modobesha. Lakini ilifika mahali
zikaenda tu hivyo na hakuna mtu anaelewa. Don't even expect tuelewe, hatutaelewa, lakini thank God mwenye anakuelewa. Mahali popote unapoenda ako pamoja na wewe. Unapotembea ako pamoja na wewe. Wakati unasikia uko chini kabisa, yeye ndiye anaelewa. Trust that God, and for sure maisha yako yatabadilika. Tujue ya kwamba he understands. Hata saa hii he understands what you are going through, and he has a solution to your problem. Hakuna mtu mwingine ako na jawabu ya shida zako isipokuwa Mungu. So let us trust him alone. Na wakati wake atatusaidia, wakati wake atatuinua. Tuendelee na kuomba nguvu. Mahali uko, simama imara, fanya vile ambavyo Mungu angetaka. Usicompromise because the others are doing it. Don't compromise. Kile kitu ambacho unajua kinamfurahisha Mungu, lile jambo ambalo unajua linamfurahisha Mungu, afadhali ubaki peke yako, but be principled and stand on God's side, even if it means standing alone. Simama peke yako kama uko kwa upande wa Mungu, na atakushindania. He will surely fight for you. Ni Mungu mzuri, wacha tumuamini, and for sure hatutaaibika. Mungu awabariki na watendee mema. Wacheni tushukuru. Tunakushukuru Mungu wetu. Asanti umetunenea asubuhi ya leo. Thank you for encouraging us, Jehovah, that you understand when we go through nothingness and emptiness. God, you understand. Help us, King of all the glory, to trust in you alone, to focus on you alone, dear Lord. Na ndiposa uweze kutusaidia, because you are concerned with our problems. Help us, Jehovah Lord, not to turn right, left, but to focus on you alone, na tukapate kuona ushindi wako. Uinuliwe na uimidiwe milele. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Natumai neno umelisikia, na sijui siku ya leo unakibianga wapi unapopata shinda. Neno limetuambia vizuri, hakuna pahali pengine tunaweza enda kupeleka mashinda zetu. Kwa maana hata ukijaribu kikibia hapa na hapa utaaibika. Lakini ukimtumainia tu Mungu ambaye aliyetuumba, mwenye anatujua kulingana na vile tuko, hakika tutafurahia. Kwa hivyo siku ya leo naomba nishukuru mhubiri wa leo kwa hilo neno, kwa maana imejenga roho zetu. Wakati huu tutaenda kwa hiyo kipindi ingine, na aliyewaongoza ni Margaret wa Madhaiya, na zaidi ya hayo nimeokoka, Yesu ni Bwana. Tutapelekwa hizo kipindi na Elda Patricia. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema tuendelee kujiandaa na ili tuweze kutoa fungu la 10. Ni siku ya commitment. Kama unayo siku ya leo, hata Jumapili ijayo unaweza leta matoleo yako. Najua tumejiandaa kwa sababu tunauliza what do you have. Hiyo uko nacho ndio Mungu ataweza kubariki. Bwana Yesu asifiwe. Na tuweze kuinuka, tuinue bahasha zetu kwa Mwenyezi Mungu. Hata huyu mwanamke ambaye alikuwa anapitia ile changamoto, aliinua kwa Mungu ile alisho nacho. Na kwa hivyo tunainua kwa Mungu ambaye anajua kubariki na anajua ndiye msaada wetu siku ya leo. Tukibilie nani wakati kama huu? Tumwendee huyo Mungu ambaye ni mwema, na tuweze kuamini na kuomba. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Twainua mioyo yetu kwako wewe Bwana, tukisema wewe ni kila kitu mioyoni mwetu. Asante kwa sababu wiki mzima tumekuwa tukinenda hapa na pale, tukifanya kazi mbalimbali. Mwenyezi Mungu, umetuhimiza asubuhi ya leo tutikaire we mawira maria tuhete Mwathani, tutikaire biashara iria uturathimite nacio, mawira maria twandikitwo tutikamaire Jehova, no tukorwo turiehokeku mawira-ini macio Jehova. Kiria waturathima nakio tugoka nyumba-ini yaku kuga ni wega, nitwoka kuga ni wega Mwathani, na mihothi ino utuhete rucini ruru rwega. Twahoya Ngai witu ucirathime, na nigetha igethie kuruta wira waku Jehova, ukorwo ciitikirite niwe Mwathani. Riu Mwathani mwega na mutugi, kuri ingi twatiga mihuko-ini itu, twahoya onacio ucirathime Jehoso Kristo, na nigetha ituike uteithio micii-ini iria tuikaraga, ituike uteithio kuria guothe turithiaga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Wakati huu Mungu wetu, hii sehemu tumeleta kwako, ikinenda kufanya kazi yako Mungu wa Israeli, twaomba uweze kuibariki. Twahoya kirathimo kiaku kiutwetikia, kiria gitaumagwo thutha ni maithori, ati indo ici na icio ciathie kuruta wira waku Ngai witu, na iria ciatigwo mihuko itu nigutuika kirathimo kia magegania ni undu wa ugoci wa ritwa riaku. Na wakati huu Mungu wetu, tunatamatisha ibada ya siku ya leo, tunaomba uenende pamoja nasi. Damu yako iliyomwagika msalabani ikatufunike, ifunike kazi zetu, ifunike familia zetu, ifunike pale pote tutanenda wiki mzima na damu ya Yesu Kristo, ili janga lolote baya lisiweze kutufuata katika jina la Yesu Kristo. Wewe kuwa msaada wetu Bwana. Tukimalizia, nenda pamoja nasi, na tunaomba haya katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na pia kuamini.